wangu, karibu tena katika kipindi hiki katika runinga Yawezekana TV. Katika kipindi hiki hasa tunaangazia watu ambao wamepitia mambo machungu na mazito, lakini kwa sababu ya kumwamini Mungu wameweza kufaulu katika maisha. Kwa hivyo hasa haja yetu sana ni kuwaleta watu ambao wanaweza tushauri, wanaweza tutia moyo, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba ni vizuri watu kunena na kutiana moyo. Kwa hivyo sisi katika hii runinga ya Yawezekana TV tunaamini katika neno la Filipi 4 ambayo inasema kwamba yote kwamba nayaweza mambo yote kupitia yeye anitie nguvu. Na kwa hivyo katika studio yetu leo tunamtarajia mgeni ambaye pengine wengi wamemtazama katika UTV kipindi kinaitwa Quindolina, na kwa hivyo atakapofika tutakuwa na wakati wa kumjua zaidi na kujua hasa wametoka wapi na wanaelekea wapi, wamekutana na mambo yapi katika maisha. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, usiende mbali. Katika TV hii yetu ya Yawezekana TV tumedhaminiwa na kanisa la Powerhouse Church, na kwa hivyo wapongeza kwa sababu ya kutushika na kutuunga mkono na hasa kutupatia mambo mengi ambayo tunahitaji. Hata room yetu ya studio yetu iko katika kanisa hilo, na kwa hivyo tunashukuru Mungu. Karibu sana. Tunapoburudika na wimbo huo tutaweza kumngojea mgeni wetu. Karibu sana. Asante. Basi watazamaji wetu, karibuni sana. Kwa sababu naona mgeni wetu amekaribia, ndio huyo anaingia. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Nafurahi kukuona. Yes, nashukuru sana kuwa hapa. Asante sana. Asante. Najua wewe ni mtu ambaye ana shughuli nyingi. Ndio ya kupatikana. Inagharimu tu mkono wa Mungu, kwa sababu unahitajika mara kwa station za runinga, ukifanya mambo ya kikazi. Na kwa hivyo nashukuru kwamba leo tuko na wewe mahali hapa. Karibu sana. Asante, nashukuru. Hii ni studio ya Yawezekana TV. Najua kwamba hakuna jambo ngumu mbele za Mungu. Mambo yote yawezekana. Karibu sana. Asante, nashukuru. Nashukuru Mungu. Yes. Sasa tukiwa kwenye runinga hii, watazamaji wetu wangependa kujua wewe ni nani, kitambulishe ili waweze kujua nani waliye naye katika studio. Karibu sana. Mtazamaji wa Yawezekana TV, mimi naitwa Branton. Mimi ni mwigizaji na nashukuru sana kuwa hapa nani. Asante, karibu sana. Yes, asante sana. Basi hasa pengine wale wamekuona, pengine wanakujua. Wengi wamekuona katika runinga. Na hasa nafikiri umejulikana zaidi kwa sababu ya kipindi hiki kinaitwa Quindolina. Asante sana. Basi Quindolina hasa ina maana gani, ama imeingianaje na mchezo ambao mlikuwa mkicheza? Quindolina, kitu ya kwanza imetokana na watu wawili ambao huo mchezo niliuandika kwa sababu ya watu wawili. Na kwanza ilikuwa inafunza mambo na lifestyles, maisha ambao vijana ama watu wadogo wanaishi. Na kwa hiyo sasa nikaona kuna huyu msichana anaitwa Dina na kijana anaitwa Quinton. Kwa hiyo jina ilitoka kwa kijana na msichana anaitwa Quinton na Dina. Ikakuwa jina Quindolina. Nashukuru. Nimekuwa nikiwaza, najiuliza Quindolina. Sasa sikuweza kuelewa vizuri, lakini sasa nimeelewa. Watazamaji, najua kwamba umeelewa jambo hilo. Na kwa hivyo tulie naye hapa, anaitwa Brandon, ambaye ni mwigizaji na pia
ndiye mwandishi wa mchezo unaoitwa Kwindolina. Yes. Na hasa katika maeneo anayofanyia kazi ni sehemu za Narok. Yes, Narok. Yeah, Narok Talent. Ukiangalia kwa TV na kujaga Narok Talent kwa sababu tunafanyia hapa Narok. Narok. Yes. Okay. Na hasa katika kijiji kipi? Yeah, tunafanyia Oroselian kipindi kijiji inaitwa Oroselian ama Sakutek ndio ilikuwa inaitwa zamani. Sakutek. Yes, Sakutek ndio inaitwa kwa haraka. Asante sana. Yes. Karibu sana. Asante sana. Basi katika hii Kwindolina, yeah, nimeona mmeendelea sana. Kweli. Nafikiri mchezo ukafika mwisho, mkaanza ingine ambayo sijui ni Masai Culture. Masai Culture. Yes. Na ni vizuri kwa sababu imeelimisha watu wengi. Kweli kabisa. Imeelimisha watu wengi. Nimekuwa nikiona maoni ya wengi wakituma messages, na kwa hivyo ninajua kwamba wanautazama wengi. Yes, sijui ungewaambiaje watazamaji ili waweze kuendelea kuona mchezo huu? Mtazamaji, ni kuambia asante sana na nashukuru kwa sababu ya kutuangalia, na pia endelea kuangalia na kuwatch kwa sababu kuna mafunzo mengi na kuna mengi tunayoyafanya kukuelimisha na kukufunza pia. Okay. Yes. Sasa na pia uambie wasubscribe. Yes, na utembee pale kwa YouTube Kwindolina, usubscribe, uview pale. Na yote yawezekana. Na pia yawezekana, najua tuko pale kwa YouTube tena unaweza subscribe na tena watch. Asante. Yes. Basi nashukuru sana. Asante. Basi ni vizuri. Yes. Tumewajua hao. Asante. Na nafikiri siku moja tutakuwa na wakati tuwaite hapa katika station yetu. Tutashukuru sana. Tuweze kuwajua pia na pengine wazungumze na watazamaji. Yes. Kwa hivyo tunataka sana kuwaona na kuwajua. Otherwise nashukuru sana. Asante. Jambo lingine pengine ningetaka kuuliza pengine katika hii kazi, maana najua kazi nyingi zinazoanzishwa ziko na changamoto nyingi sana. Utasikia mtu akisema nilijaribu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, pengine nikalemewa. Sijui wewe hasa mnapoendelea na mchezo huu, ni mambo yapi hasa mmekutana nao mazito, pengine changamoto katika kile kipindi? Changamoto zipo na ni nyingi na sio kidogo. Okay. Na ninataka nitangulize tu kusema ya kwamba yote yawezekana. Ni kweli yawezekana. Ukiweka yote kwa Mungu yawezekana. Kitu ya kwanza kwa chochote ambacho unakifanya tayari mtazamaji, tanguliza Mungu kwanza. Asante. Alafu ujue yote yawezekana. Tumekuwa na changamoto nyingi sana. Mwanzo tulianza tukiwa watu wengi. Hiki kipindi tukianza kuunda ama nikianza kuandika, nilikuwa naandika ya watu 38. Na kwa kweli nikawatafuta wote 38 na nikawapata. Lakini tulipoendelea ikakuwa kuna changamoto, watu kashindwa kuvumilia. Okay. Hawakukaa pale sana. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, watu wakatoka, nikabaki na scripts zangu. Sina watu wa kutosha wa kucheza. Na nikajua tu hili jambo ni Mungu alianzia. Kwa hiyo sikuwa na ile haraka ya kufa moyo. Tukaendelea tu tukiwa watu wachanga, watu wachache. Nikaenda nikiwatia moyo hadi sasa mahali tumefika. Changamoto nyingi sana kwa sababu hata instruments tuna wakati uko kwa theater kuna equipments ambazo unahitaji. Na kwa hiyo tumekuwa na changamoto kwa sababu nyingine nyingi hatuna. Kwa hiyo sasa tu ni Mungu, ni mkono wa Mungu umegharimika. Hata kuonekana kwa TV ni mkono tu wa Mungu. Ni kwa neema tu. Nashukuru sana mpaka hapa tumefika. Najua yenyewe kuna changamoto nyingi. Hasa mchezo unapoanza, mlikuwa na hazina yote ama kikapu chochote cha pesa mlikuwa mmeweka kando hiyo kazi? Hatukuwa na chochote. Tulianzia tu venye mtu anasema twendeni hike. Mnaenda kama tu mnaenda haya, na mkikuta pale mnakuta tulikuwa serious. Sasa ni kama tu venye unaweza simama kanisani uanze kuimba wimbo bila kufikiria wenye unaimbia pale kanisani watafurahia. Ukiona wamefurahia unaona kumbe ninaweza endelea. Sasa hivyo ndio tulianza pole bila chochote, bila hasina. Hasa vile tuliona watu wanatuchukulia vingine, ndio tulianza sasa kutengeneza hata hazina. Tukaanza kujisanya. Ijapokuwa ilikuwa hali ngumu sana na ilikuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Hasa kulingana na wale watu nilio nao, wameajiriwa ama wote ni watu ambao wanahusika tu na kazi mbalimbali tu zingine za kusukuma tu maisha? Wote watu wenye tuko nao hakuna mtu
Kwa hiyo hawa watu wote ni wale tu wa vibarua. Wengine walikuwa wanafunzi, hata ni wanafunzi bado. Kwa hiyo sasa wakati shule zimefunguliwa tunabaki tu tuko pale. Wengi ni wa vibarua. Na ndio sababu wakati tunapatana baada ya vibarua. Baada ya saa 7 kupanda juu. Ndio tunapatana mtu akiwa ametokea shambani. Alafu sasa tunapatana. Nashukuru. Nafikiri tutakuwa na break kidogo. Kwanza tupate kikombe cha maji ili tuweze kuendelea. Asante. Congratulations. Zao daktari. Makofi. Congratulations. Makofi jameni. Makofi jameni. Congratulations. Makofi. Shangwe na vigelegele. The Lord will show himself in your life. Go back and affect the society the more. What is Jesus' mighty name? Asante sana. Haya, nashukuru sana. Asante. Watazamaji wetu msiende mbali. Bado tuko tujue mengi zaidi. Kuna mengi chungu nzima, tuna mambo mengi, na kwa hivyo usiende mbali. Kuwa pamoja nasi tumalizie mwisho. Asante. Basi mtazamaji wetu, karibu tena. Tumerudi katika uwanja. Naona mgeni wetu amerejea. Nimerejea. Alikuwa amezunguka kuangalia station yetu inaendelea namna gani. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Basi tunarudi tena katika kipindi chetu cha Yawezekana. Na mtazamaji wangu, Yawezekana ni inatuambia kwamba ama inahusu watu ambao pengine wamepitia changamoto nyingi, na katika zile changamoto wakaweza kung'ang'ana, wakuvunjika moyo, hakupoteza matumaini, lakini wakazidi kutia bidii, wakazidi kusonga mbele mpaka mwishowe wakafaulu kwa jambo. Kwa hivyo ni watu walioanzisha chini, lakini wamefika mahali kwa sababu hawakuvunjika moyo. Na kwa hivyo kati yao ni mgeni wetu Brandon ambaye alianzisha, umesikia hakuwa na chochote cha kuanza, na ilifika mahali wakaanza kuchanga kidogo, kuna ngapi, hata wakati mwingine hawana lunch, lakini hawakuvunjika moyo, wamesonga mbele. Karibu sana mgeni wetu. Basi nashukuru kwa sababu nimeona vijana wengi wamejaribu kuanza kuiga yale mambo mengi tunawafundisha pale. Hasa niliona katika mchezo wenu wa kuiga, pia huu mchezo mwingine wa Masai Culture. Na sijui hasa katika Masai Culture mlikuwa mnakusudia kufanya nini, ama lengo lenu hasa katika hiyo ni nini? Lengo letu kubwa kwa Masai Culture, tulikuwa tumeanzia na mchezo wa Kiswahili ambao ndio Kuitolina original. So tukaenda tukafikiria tena tunaweza fanya Masai Culture about FGM. Hiyo ndio ilikuwa lengo letu sana. Ukeketaji. Ni ukeketaji wa wasichana. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunalenga sana. Ni kweli. Na hata sasa hivi ndio tulimaliza hiyo period ya ukeketaji na ikakuwa nzuri sana. Ikafanya vizuri sana. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Ni kweli. Kwa hiyo sasa tukaenda tukaona pia hatutakoma kwa sababu ukeketaji umeisha. Tutaendelea na hiyo culture ya Masai hadi tufike mahali ambapo sasa imefika mwisho. Kwa hiyo sasa hiyo ndio inaendelea, tuko kwa process bado inaendelea. Kwa sasa tumefika episode 9. So tunaelekea episode 10. Na najua Mungu ni mwaminifu kwa sababu zote ziko na mwelekeo. Asante sana. Na hasa sijui jamii ya wale ambao mmelenga katika mchezo kama wa Masai wenyeji wa maeneo hayo wamechukuliaje jambo hili, kwa sababu hasa
kwa Masai ukeketaji umekuwa ni jambo ambalo ni rasmi kwao, ingawaje Wizara ya Afya inasema kwamba ukeketaji wa wasichana sio halali, sio mzuri. Mmeona wakichukulia namna gani? Mara ya kwanza kwa mtu mwenye hakuwa ameelewa vile tunasema, alichukulia kwa uzito sana. Na kaona kana kwamba tunaingia kwa undani sana, tumeingia maisha yao. Lakini wakati tulikaa chini, tulikuwa na mkutano kidogo, tukakaa chini tukaelezea kile tunafanya. Na tukawaelezea vile serikali sasa inataka. Kwa hiyo sasa walichukulia vizuri sana, wakarespond na wakatuchukulia vizuri, wakaanza kutuona kuna kitu tunasema na kuna kitu tunafunza. Kwa hiyo hata hiyo hali ya ukeketaji ikaisha na ikapungua. Sio hatuwezi sema sasa kuna idadi kubwa ya wenye wanafanya hivyo kama pale mbeleni. Ndio ninajua kuna watu tu wamesikia na tunawafunza. Yes. Nashukuru sana. Asante. Nimekuwa na hasa kwa ile mchezo unahusika kama chifu na pengine maadili ya uchifu, nilikuwa kama unaenda Kongo, pengine unaenda unaingiana na wale wenyeji, mnafanya mambo yenu. Hiyo ni kwa sababu ya minajili tu ya mchezo ama ni tabia yako kama haya machifu wengine? Hiyo ilikuwa tu ni kucheza na cheza. Basi karibuni sana watu wa Narok. Tumewaletea studio inaitwa Sikika FM, radio ambayo itakuletea viburudisho, neno la Mungu pia kwa wingi, na pia tunaleta watu mashuhuri kuja kutuelimisha, watu ambao wamepitia mambo mengi kwa kipindi tunachoita Yawezekana. Kwa hivyo karibu sana. Mimi pamoja nawe hapa kwenye studio ni mimi Reverend Simon Kasero. Karibuni sana. Nisikia ng'ombe. Ndio, pesa nimepewa 50,000, nimekula. Kuna watu wako hivyo wanafunikwa macho na wale watu wanafanya hizo tabia. Kwa hivyo sasa mimi nitakuwa ninawakaba kwa sababu mimi ni chief. Na hakuna kitu itachukua, hakuna hatua itachukua kijijini kama mimi sijajua. Kwa hiyo sasa kama kuna mtu atakuja kuchukua hatua, mimi nitakuwa kwanza. Na ulishanifunika macho, kwa hiyo hakuna kitu nitasema. Wewe utaendelea na kazi zako, mimi nitachukua kile unanipatia. So sasa tulikuwa tunafunza hapo hao wenye wanafanya hivyo wako pia kwa hatari. Yes. Vizuri. Yenyewe mwaelimisha. Yes. Na kuna vikundi kadhaa ambavyo vinahusika na mambo ya kuelimisha watu mambo ya hiyo anti-FGM. Kwa mfano nimesikia hata pale mkitaja Tasaru. Ambapo kuna mwanaharakati mmoja ambaye anaitwa Agnes Fario, ambaye kusema kweli amefanya kazi na ameweza kuelimisha watu na wananchi katika sehemu nyingi katika nchi yetu ya Kenya, mahali ambapo wamehusika kwa mambo haya zaidi. Kwa hivyo Tasaru imekuwa ikifanya kazi hiyo. Kuna nyingine inaitwa Osiligi Girls, ambayo nafikiri wanaohusika, kuna mwanadada anaitwa Susan Ngumu. Wako tu sehemu za Narok, nimeona wakifanya kazi nzuri. Sijui kama watu mmeweza kuwasiliana na wao, pengine waweza kuwapa pengine motisha kidogo, pengine wafadhili. Sijui kama mmeweza kuwafikia. Nimefikia mama ambaye ni Agnes Fario, na tukaongea na yeye. Na akanipea motisha ya kuendelea. Asante. Kwa hiyo ningependa tu nimwambie ama niseme kwamba bado tunaendelea, na bado tuna watu wamekoma kufanya hizo vitendo. Na kwa sababu ninajua hapa tulipo kwa hii station watu wengi wanatazama. Na wengi wanaona. Kwa hiyo hata itafikia habari ifikie president ya kwamba tumefanya juhudi hapa Narok, watu wamekoma hiyo tabia. Na tulipoanza watu pia tumewaelimisha huku kwenye serikali haijafika, ama hao watu wenye wako na huo mjadala hawajafika huku. Sisi tuliopokea na tukaanza kufunza wengine. Na wamebadilika na hawafanyi hivyo sasa. Asante, nashukuru. Na sijui mtu wako ni upi pengine kwa wafadhili na watu ambao ni wania njema kwa wale walio na talents za kufanya kazi kama hiyo, pengine kama nyinyi changamoto ni nyingi, sijui ungesema namna gani? Kama kuna mtu anapanga kufanya vile tunafanya, ama pengine mimi kwangu mzigo wenye niko nao, unajua kufanya mchezo wa kuigiza inatokana ndani ya moyo wako. Sasa inalingana na wewe vile unafanya, unataka kufanya hivi, yani unaforcewa kufanya hivi, ama wewe ni kitu iko ndani yako unasikia kuifanya. Kwa hiyo inatokanga ndani ya moyo wako. Kwa hiyo sasa kama kuna mtu
kando na changamoto, kwa sababu lazima changamoto uzipate. Na kwa kweli hakuna kizuri kinatoka pazuri. Lazima uende mbali. Sharti uiname. Kuna mzee anaitwa Oregonda anasema shati na inama. Kwa hiyo sasa sio shati na inama, ni sharti uiname. Ndio. Asante. Na kwa hivyo nilikuwa pengine kuna watu ambao pengine Mungu amewabarikiwa na mali na pengine wangetaka kufadhili kama hivi. Sijui ungesemaje kwao? Ningependa tu kuambia bado tuna changamoto tunapitia, na tungependa msaada wao, na tungependa watusaidie pia. Sisi tuko chini bado. Ndio tunainuka. Kwa hivyo sasa tunahitaji mtu atatuinua. Kama kuna watu wanafadhili vikundi kama hizo. Yani ndio sponsors. Tunahitaji pia. Asante. Nafikiri mtazamaji wangu, kama wewe ni Mungu amekubariki na una kile unaweza saidia kusupport watu hawa, wanahitaji mashini, wanahitaji microphones, wanahitaji equipment zote, basi unaweza wasiliana nasi kwa hizo nambari zilizo hapo katika kioo ama katika screen yetu. Ili tuweze kuona vile tunaweza saidia jamii hii na wapendwa hawa ambao wamejitolea kuelimisha jamii, hasa wametumia fedha zao kufika mahali wamefika. Na pengine kabla tutafika mwisho wa kipindi chetu, sijui pengine mahali umefika, kuna watu ambao unaweza taja pengine, maana unajua Waswahili husema kwamba ukiona viaelea vimeundwa. Kwa hivyo ndio mfike hapo kwamba sasa mnaweza kuonekana kwa stesheni, mmefika hapo, kuna watu ambao wamehusika pengine kuwa support mfike hapo. Sana sana ningependa kumkumbuka ama kumrudishia mke wangu shukrani sana, kwa sababu yeye amenishika sana. Unaweza mtaja hata jina? Anaitwa Irene Branton ama Irene Kasero. Yeye amenishika mbali sana. Kwa sababu wakati tulianzia, nimetangulia kusema tulianzia tukiwa chini sana. Kwa hivyo tuliamka tu siku moja, nikamwambia mimi nataka kwenda kutafuta station. Na sasa alianza kuniuliza utatoa wapi ama utafanya nini. Kwa kweli mbele na nyuma kwa kampuni yetu ama kwa industry tulikuwa na shilingi 500 peke yake. Na shilingi 500 ndio ilikuwa inafaa niende Nairobi. Na ninaamkia kesho. Na sasa ninaogopa kumwambia. Kwa hiyo wakati nienda nikamwambia, na nimwambia ikiwa too, nikamwambia nataka kwenda Nairobi na niko shilingi 500 peke yake. Kwa hiyo alinisupport, akanishika, tukaenda na yeye hakuniacha. Tukaenda mahali pale kabla tufike Buruburu. Barikiwa. Abarikiwe sana. Tukaenda tukasimama mahali inaitwa Afya House pale Nairobi. Kwa hiyo sasa tumekaa pale chini. Nimechanganyikiwa, sijui station inaanzia wapi, ninarudi wapi. Sasa hiyo Mungu hatukuwa tumeinuka sana, nilikuwa na kale kasimu kadogo. Kwa hiyo nikamwambia sasa ulifanya vizuri kuja tutumie simu yako. Yeye ana simu kubwa. Mwambia sasa tutumie simu yako, tutrace hawa watu tujue mahali wako. Wakati tuliwatrace tukaona kitu ya kwanza tuliona UTV na wako Buruburu. Kwa hivyo sasa nikatafuta namba zao, si kupata. Sasa nikashindwa, watu walinituma, nitakuja kusema niende kwa studio gani, nitafanya nini? Sasa vile aliniambia badala tuende huko na hatujui ni wapi, na hatujapewa appointment, kwa sababu alikuwa anatuambia watupe appointment ya 1 week ndio tuende kwa studio.